na wengi tuna ile hofu kwa sababu hatuko cover, tunaogopa tukizeeka what is going to happen. Katika kufanikisha ajenda ya kazi zenye staha, yani decent work, ndani ya sekta ya ubunifu, taasisi ya International Labour Organization kwa kushirikiana na SIDEA waliandaa warsha maalumu ya siku 3 kujadili haki mahali pa kazi, mazungumzo ya jamii, ajira na uzalishaji, pamoja na hifadhi ya jamii. Social protection na social safety nets ni nini? Hapa wanasema ni socially inclusive, ambayo kama nimeonyesha kwenye hiyo slide ya kwanza, inafikiria wewe na familia yako mpaka uzeeke. Inaongelea kuhusu empowerment, alafu tena inakuwa a permanent scheme. Sio kwamba unaanza leo alafu kesho umeacha. Inapaswa kuwa a permanent scheme. Tunaweza kutengeneza mazingira ya kutupeleka kwenye hiyo. So whatever tunaongea, all these things, the foundation kwa kweli ni formalization. Warsha hiyo iliyofanyika kuanzia Machi 2 na kutamatika Machi 4 mwaka huu mkoani Morogoro, ikiwa na lengo la kuwajengea uwezo wasanii, wabunifu na wadau wa utamaduni kuelewa haki zao na kuboresha mazingira yao ya kazi. Kunakuwa na mahusiano mema kati ya mwajiri na mwajiriwa na wafanyakazi. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni sehemu ambayo kuna hivi vitu, yani hakuna migogoro. Kwa sababu chochote kile wanaenda wanakaa wanadiscuss. Lakini pia inawafaidisha zaidi, yani wafanyakazi ndio wanafaidi zaidi. Kwa sababu sio mshahara tu, unajua hata mtu kwa retained sehemu ya kazi sio about salary peke yake. Kuna vitu vingine vingi sana ambavyo vinazunguka. Na if possible hawa to upgrade waje juu zaidi, badala ya kuwa fragmented kama walivyo, waungane wawe kitu kimoja, wajulikane and then wafahamishwe hizo sheria. Lakini I don't think kama kuna need ya kuwa na working hours katika different institutions separately. Otherwise tutakuja tena kwenye mkataba ule wa ILO wa namba 87 on freedom of association na collective bargaining. Watu wana right ya kubargain. Muna kitu ya kwa social dialogue, mnazungumza kama masaa ya kazi ni 42 kwa wiki. Unaweza kupropose sisi tutafanya 48 kwa wiki. Lakini on what condition? Tukubaliane hivi tutafanya. Kwa hivyo mimi nafikiri the best thing ni kwa train wa watu wazifahamu nzuri sheria, lakini tukiweka different set na hii iliyomo katika sheria zetu za kazi, iliyomo katika conventions za ILO, tutajaribu kwa isolate watu, na hiyo ni purely discrimination. Automatically inakwenda pia na legal issues zingine, ikiwemo na kulipa kodi na vitu kama hivyo. So automatically anajikuta kwamba maybe mimi si deserve kuwepo hapo. Kwa hiyo tunapoteza sehemu ya sanaa na utamaduni wetu ambao ni urithi kupitia the so called formalization. Kwa hiyo tujaribu kuangalia, hiyo ni gap need to be addressed. Tujaribu kuangalia tunapofanya policy zetu tunawezaje kuincorporate sehemu zote mbili. Baadhi ya wadau walioshiriki kutoka katika sekta binafsi za sanaa walipata fursa ya kutoa maoni yao juu ya warsha hiyo. Kama BASATA tunashukuru sana watu wa ILO na SIDEA katika kutualika katika hii workshop. Hii workshop leo tumepata mambo matatu makubwa. La kwanza tumepata issue ya decent work katika sanaa. Ya pili tumepata issue ya legal frameworks and policies. Na cha tatu tumepata mapato ya wasanii. Jinsi gani tunaweza tukarasimisha sekta yetu katika hayo mambo matatu. Ni vyema wasanii waishi katika urasimishaji. Hii research inasema hivyo. Na urasimishaji ni dhana pana, pamoja na usajili wa Baraza la Sanaa la Taifa, lakini kuna mifumo mingine inabidi iwatambue wasanii. Kuna mifumo ya mambo ya ajira, kuna mifumo ya mambo kuna mifumo ya mambo ya ajira, kuna mifumo ya mambo ya sheria za kazi, kuna mifumo ya mambo ya pensheni. Hivyo vyote inabidi vione, lakini kuna mifumo ya mafunzo katika sekta ya sanaa. Sasa sisi Baraza la Sanaa tumechangia cha kuchangia, na tunashukuru
katika hilo, ila tunasubiri ripoti ili iweze kutu-equip knowledge. Sasa tufanye nini, tushirikiane na nani ili tuweze kufanikisha malengo ya research hii. Endelea kufuatilia Midundo Online Media kwa taarifa na update mbalimbali.